wanakuita rafiki, lakini ndio watu hatari katika maisha yako. Unajua, sio swala la kutengeneza maadui ama kuchukia mtu yoyote. Ni swala la kujua ni wapi pa kupeleka nguvu zako. Usikae mahali ambako huhitajiwi. Hakuna jambo linaloumiza sana kama pale ambako una mtu au watu ambao unawaita marafiki, ambao kwa mdomo yao wanatamka, wanasema wewe ni rafiki yao, you are my best friend, lakini kumbe nyuma yako ndio hao wanaokusema vibaya. Mioni mwao wafurahii mafanikio yako. Wanachotaka wao ni kukutumia wewe. Kuna nguvu nzuri uko nayo, kwa hiyo wanataka kuitumia tu ile nguvu kwa manufaa yao. Yaani bora uwe na marafiki au rafiki mmoja au marafiki wachache ambao wapo kwa ajili yako, kuliko kuwa na watu ambao wanajiita kwa mdomo kuwa ni marafiki, lakini katika vitendo ni tofauti kabisa. Jiulize, huyo mtu ambaye unamuita rafiki au watu unaita marafiki, wanapatikana unapowahitaji? Kweli wewe unapatikana na unajitoa sana kwa ajili yao? Je, wewe pale unapokuwa na uhitaji wanapatikana? Pale ambako unapohitaji nguvu katika jambo lako moja zuri la mafanikio ambalo litakusogeza, wako tayari kukutia nguvu kama ambavyo wewe unawatia nguvu na kuwawezesha? Je, wako upande wako kwa ukweli? Wakati mwingine ni bora kutambua kwamba mtu fulani ni adui, kwa sababu unamjua, unamuona matendo yake dhahiri anayofanya kwako ya kukuumiza, au anafurahi mafanikio yako, kuliko adui aliyejivika vazi la urafiki. Huu ni hatari zaidi. Hawa ni watu ambao wanafyonza nguvu zako. Baadhi yenu kuna mafanikio huwezi kuyapata, kuna viwango huwezi kufika katika maisha yako ukiendelea kuambatana na watu wa namna fulani. Fikiria yule mtu ambaye unapokuwa naye karibu, baada ya kuachana naye unajihisi mnyonge, unajihisi kuchoka, unapoteza morali ya kufanya mambo, una wasiwasi. Usidharau ile sauti yako ya ndani. Ile sauti yako ya ndani inakwambia ukweli kabisa kwamba ni nani yuko upande wako. Tena wakati mwingine wanakuwa wanakuchora tu. Wewe ukiwa nao ulivyo huru, unaeleza mambo yako, wanaona kama ndoto za mchana. Baada ya kutoka hapo, akiondoka kwako, wanaanza kukusema. Labda unajiona sana yule mtu, anadhani ndio anajua kila kitu. Umeelewa? Au anaongea tu ndoto za mchana, hamna kitu. Na wengine ambao unawaita marafiki ni competitor. Angalia, mtu ambaye ni mshindani wako hawezi kuwa rafiki yako. Yaani anajiita rafiki, anakuambia wewe ni rafiki yangu, lakini kimya kimya anapambana na wewe. Jiulize, mtu anayepambana na wewe yuko tayari wewe umzidi? Ina maana atakuwa karibu yako kwa sababu kuna vitu ananufaika kutoka kwako, ili apambane na wewe. Wewe utakapoanguka kwa namna yoyote, utakavyoshindwa kwa namna yoyote, anajisikia vizuri. Kwa sababu mtu anayeshindana na wewe, si anafurahia anavyochukua kombe kwamba amekuzidi? Sasa atafurahia mafanikio yako, kupiga hatua. Kuchagua kwa umakini mkubwa, usichukie kila mtu. Unaweza ukawapenda kwa umbali, unaweza ukawapenda kwa umbali. Weka nguvu zako mahali zinapohitajika. Marafiki wengine ni watu wenye kujua namna ya kuchanganya akili ya mtu. Tunasema ni manipulators. Anaweza asiwe narcissist, lakini akawa ni manipulator, kwamba yani anavyoongea na wewe anakuchezea, anakuchekea, anakufanyia baadhi ya mambo, lakini lengo lake ni nini? Kukutafuna. Wengine wanakuwa ni watu ambao wanajaribu kuiba hatima yako. Ushakutana na mtu rafiki ambaye anataka afanaye na wewe kila kitu, ikiwezekana awe wewe kabisa. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa na mtu mmoja alijaribu kujifanya kuwa rafiki yangu, kiuhalisia kuwa rafiki yangu, na wakati huo nilikuwa nimeshajua masuala ya nguvu, kwa hiyo nilikuwa mwangalifu sana. Nilikuwa nimeondoka kwenye kundi la watu ambao niliwaita marafiki baada ya kuona kwamba kiuhalisia katika mioyo yao hawako upande wangu. Wako tu kwa ajili ya maslahi ambayo wanaweza wakayapata kutoka kwangu, kwamba ni kama mshauri wao, ninayejitoa kwa ajili yao, lakini si kwamba wao pia wako kwa ajili yangu. Sasa baada ya kupata hilo somo, baadaye nikakutana na mtu mwingine ambaye yeye alitaka kujiweka katika hiyo nafasi ya urafiki, lakini kaja kugundua ya kwamba ni manipulator. So umeelewa? Master manipulator, tena ni mnyonya nguvu. Tunasema energy vampire.
nje mkikutana kama anacheka na kusifia, alafu ndani kwa ndani alikuwa anakasirishwa, anachukiwa. Kwa nini? Yani nimemzidi yeye anavyoona kwa mtazamo wake, sababu yeye mtazamo wa kushindana. Watu wa namna hii ambao kiwalisia sio watu wa manufaa kwako, wenyewe wapo katika mtazamo wa kushindana, sio katika mtazamo wa kusaidiana na kushirikiana. Kwa hiyo anachukia kwa anavyoona labda nakuwa na muonekano labda mzuri, anavyoona labda nimepata kibali fulani, anakerekwa. Lakini anavyokuwa karibu anacheka, umeona anafasa ingine anafanya mzaha. Kuwa makini sana, kuna watu wengine pia anakutania na kufanyia masiara, ila kwenye ule utani pale kuna ukweli. Yani kuna wakati kama anakubula na kufanyia utani mbaya, mzaha fulani hivi wa kukucheka katika mambo ambayo sio ya kumcheka mtu, au utaona tu ni rafiki, lakini pale anakuwa anadhihirisha moyo wake, sababu lazima kuna vikuu utavipata. Yani hata kama mtu akijificha namna gani, kuna viishara utavipata vya kuonyesha kitu halisi kilichomo ndani yake. Kwa kuwa mwangalifu sana. Wakati mwingine wewe kupiga hatua kwenye maisha yako ni kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanaoita marafiki ambao wanakushika shati na wanakuchukua, wamekamata mguu wako usipige hatua kwenda mbele. Kwa hiyo wakati mwingine ndio ufanye maamuzi sahihi, sio kwa kuwachukia ama kwa kutenga watu, lakini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapokaa katika sayari dunia utoe kile kilichomo ndani yako. Lakini kama unakaa na watu wanafyonza kilichomo ndani yako na wanakuzuia usifanye kile kilichomo ndani yako, una haki yote kujipa distance kwa muda. Au kwa mfano unakuwa na marafiki ambao most of the time wanakuvuta katika mambo ambayo yatakufanya usifocus katika yale malengo yako. Kwa kuna wakati unaweza kaamua mwezi mzima, kama ni kila siku ama marafiki zako wanakutana kila siku, amua tu mwezi mmoja kuwa mbali nao, alafu ona kuna matokeo yote utakao umeona ndani yako. Ukiona kuna shift, ukiona energy yako imeongezeka kwenda juu, ina maana wale walikuwa na kudrain, walikuwa na kufyonza nguvu yako. Kwa chagua kwa umakini sana, uangalifu mkubwa, nani unampa nguvu zako, wapi unaweka nguvu zako na uwepo wako, na nani unamkubali kama rafiki kwenye maisha yako.